Ujambo mtazamaji na karibu kwenye Vox News. Leo tunakujuza taarifa kuhusu kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu, ambaye kwa mara nyingine hajafika mahakamani kutokana na masuala ya kiusalama. Kesi hiyo ambayo ilikuwa isikilizwe leo mbele ya majaji Ndunguru, Kerema na Kiwonde imeahirishwa baada ya upande wa utetezi kuripoti kuwa Lissu hakuweza kufika mahakamani kutokana na hali ya taharuki na changamoto za kiusalama zinazoendelea nchini. Majaji hao wameeleza kutoridhishwa kwao na mwenendo wa upande wa serikali, wakisema kuwa kuna juhudi za wazi za kusabotisha kesi hiyo muhimu. Vilevile, mashahidi wa upande wa serikali nao wamelaumiwa kwa kutofika mahakamani, na mahakama imeeleza tabia hiyo kuwa kama kutokuwa na uwiano na kutokuwa dhabiti katika kutoa ushahidi. Kufuatia hali hiyo, mahakama imeamua kuahirisha kesi kwa muda wa wiki 2, ikisubiri mazingira ya usalama kuboreka ili kuhakikisha usikilizwaji wa haki unafanyika bila vitisho wala usumbufu. Hali ya kisiasa nchini Tanzania bado inaonekana kuwa na mvutano mkubwa, hususan baada ya matukio ya kisiasa na maandamano kufuatia uchaguzi wa hivi karibuni. Tundu Lissu ni mwanasheria na mbunge wa zamani ambaye alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mwaka 2025. Katika historia yake ya siasa, mnamo Septemba 2017 alipigwa risasi mara 16 katika jaribio la mauaji lililofanywa na watu wasiojulikana, tukio ambalo limekuwa kiashiria cha hatari iliyokumba upinzani wa serikali. Akiwa anapinga mbinu za serikali zinazokisiwa kupunguza nafasi ya upinzani, Lissu alifuka mstari na kuwaita Watanzania kususia uchaguzi ikiwa marekebisho ya uchaguzi hayatatekelezwa, kampeni iliyopewa jina No Reforms, No Elections. Mnamo Aprili mwaka wa 2025, Lissu alikamatwa katika mkutano wa kampeni katika mji wa Mbinga, kusini mwa Tanzania. Mnamo tarehe 9 Aprili mwaka 2025, Lissu alikamatwa katika mkutano wa kampeni katika mji wa Mbinga, kusini mwa Tanzania. Polisi walitumia gesi ya machozi na risasi za onyo kuharibu mkutano wa amani wa chama chake. Siku iliyofuata, alifikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa kosa la uhaini, pamoja na makosa ya kuchapisha taarifa za uongo chini ya sheria ya uhalifu wa mtandao. Kesi ya uhaini ina adhabu juu ikiwa itathibitika. Baada ya kukamatwa kwake, chama cha Chadema kilikanusha kusaini mkataba wa maadili ya uchaguzi, na mnamo tarehe 12 Aprili mwaka 2025 kikaelezewa kuwa hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi wa kitaifa wa 2025. Mahakama ya Tanzania pia imeamua kuwa hakuna upasuaji wa kuonyesha moja kwa moja mjadala wa kesi au live coverage, jambo ambalo limeibua mashaka juu ya uwazi na mchakato wa haki. Katika uchunguzi zaidi, makundi ya haki za binadamu yameitaka serikali ya Samia Suluhu kufuatilia na kuacha kuwanyamazisha upinzani. Hali ya kisiasa nchini Tanzania inashuhudia changamoto kubwa: kupunguka kwa uhuru wa vyombo vya habari, ukandamizaji wa maandamano ya upinzani na kukuzwa kwa sheria ya matumizi ya mitandao ambayo inashutumiwa kutesa uhuru wa maoni. Vyama vya upinzani vinaeleza kuwa mchakato wa uchaguzi wa baadaye umekwenda upande mmoja na vyama vya serikali, jambo ambalo linaathiri imani ya wananchi katika mchakato wa demokrasia ya kweli. Kwa hivyo, jambo ambalo lilianza kama kampeni ya kutaka marekebisho ya uchaguzi limegeuka kuwa kesi kubwa ya kisasa yenye athari kubwa katika siasa za Tanzania, na kesi ya Tundu Lissu inachukuliwa na wengi kuwa kipimo cha hali ya haki, demokrasia na uhuru wa kisiasa nchini. Tutafuata kwa karibu maendeleo ya kesi hii na kuangazia jinsi ambavyo utekelezaji wa haki unavyofanya kazi katika mazingira magumu ya kisiasa. Kwa niaba ya Vox News Africa, mimi ni Emmanuel Mbagaze.